Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mulipo, hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka hii leo siku ya Jumatatu tarehe 17 Novemba mwaka 2025. Kila ambacho nawaomba, hakikisha kwamba unapiga subscription kama unanitazama kwa mara ya kwanza. Karibu tusonge mbele. Wananchi Tanzania wanataka serikali ya mpito ambayo itashikilia taifa kwa muda mchache, ndiposa uchaguzi wa kuaminika uweze kufanyika, wamchague kiongozi ambaye wanamtaka. Mnanielewa wapenzi watazamaji? Watanzania kipindi ambapo wameweza kutoa hizo ripoti za kutaka serikali ya mpito, wameweza kutupilia mbali harakati za chini chini za uongozi wa Samia kutaka kuwanunua Watanganyika kushiriki kwenye mazungumzo ya maridhiano baada ya serikali hii kumwaga damu nyingi sana ya Watanganyika na wananchi wa Tanzania. Kuna ripoti ambayo imeweza kutolewa hii leo na ikatumwa kwa vyombo vya habari. Ninakuomba nikusomee taarifa ambazo zimeweza kutumwa kuelekea kwa umma. Hakikisha kwamba kipindi ambapo unatazama kanda hii, ukimaliza kutazama unasambaza hii kanda, unashare linki. Tunataka kuhakikisha kwamba hichi kituo ambacho kinakupea taarifa za ukweli, kituo ambacho kinakufanyia kazi wewe, hakikisha kwamba tunafika subscribers 200,000 mwaka huu. Ninakuomba. Kwa hivyo ili tuweze kufika subscribers 200,000, ni wewe uendelee kusambaza kanda zetu kabisa. Share linki kuelekea kwa vikundi vingi. Jinsi ambavyo unaona hapo, ripoti ambazo zimeweza kutolewa na Watanzania zinasema hivi: Tanzania mpya. Taarifa kwa vyombo vya habari. Hila za maridhiano ya damu. Yaani kuna michezo ya chini chini ambayo inachezwa Tanzania ili kuweza kumsafisha Samia, kwa sababu yeye ndiye aliweza kumwaga damu ya Watanganyika na Watanzania wengi sana. Jinsi ambavyo unaona hapo, ripoti hiyo ikaweza kutolewa mnamo tarehe 17 Novemba mwaka 2025. Toleo kwenye haya ya kwanza ikasomeka hivi: kumekuwa na michakato ya chini chini iliyojaa hila ya kukusanya baadhi ya watu kuunda kamati, tume ya maridhiano kwa ajili ya kuamua hatima ya mauaji ya kimbari yanayoendelea Tanganyika nchini Tanzania. Tuna taarifa kuhusu jitihada zinazoendelea zikijumuisha viongozi mbalimbali za kuwezesha kiini macho cha maridhiano bila kujali matakwa ya vijana na raia wa Tanganyika wapatao 10,000 waliouawa kama wadudu. Unasikia hawa Watanganyika, ama taarifa hizi ambazo zimeweza kutolewa, wanasema kwamba kuna ripoti za chini ya maji ambazo wameweza kupokea kwamba serikali inaendeleza mipango ya chini chini kuwanunua Watanganyika ili waende kushiriki kwenye mazungumzo, wampake mafuta Samia Suluhu, wamuoshe, waseme kwamba sasa wamesalimiana na yeye, wamemsamea, wacha afanye kazi. Lakini umeweza kusikia wanataka kuyakanyagia chini, wasiyatekeleze yale ambayo vijana ambao waliuawa zaidi ya 10,000 walikuwa wanataka. Hawa vijana walikuwa wanataka katiba mpya, uchaguzi ambao ni wa huru na haki, udikteta uweza kuisha Tanzania. Lakini hayo hayataenda kufanywa, lakini kuna watu ambao wananunuliwa.
kwenda kufanya maridhiano na Samia. Wacha niweza kukuuliza hivi mpenzi mtazamaji. Ewe Mtanzania mwenye utalipwa uende kushiriki mazungumzo ya maridhiano, muweze kuridhiana na serikali. Unawajali kweli wale ambao waliweza kuuawa kwa mtutu wa bunduki walipokuwa wanakupigania wewe? Cha pili, wameweza kukisema hivi: kitendo cha kuendesha maridhiano ya siri bila kutambua mauaji ya halaiki ya kimbari na kuwa na nia ya kubatilisha uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani na ni uharamia wa hali ya juu. Kitendo hiki pia ni kinyume na mifumo na uongozi wa kikanda kupitia Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, ambayo ndiyo yenye wajibu wa kisheria wa kurejesha nchi yetu katika mkondo wa sheria na haki. Umesikia wakisema kwamba mazungumzo ya maridhiano ya chini ya maji ni kinyume na sheria. Lazima kwanza mahitaji muhimu ya Watanzania yaweza kutekelezwa kabla ya mazungumzo ya maridhiano. Endapo mazungumzo ya maridhiano yatafanyika chini ya maji, watakuwa wameweza kuwasaliti Watanzania na wale ambao waliweza kuuawa. Unanisikiliza mpenzi mtazamaji? Hizi ni taarifa ambazo zimeweza kutolewa kwamba kuna watu ambao wanataka kufanya mazungumzo na hii serikali batili. Namba 3, wakasema hivi: taarifa kutoka timu mbalimbali za waangalizi wa uchaguzi zimethibitisha kwamba hakukuwa na uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania tarehe 29 Oktoba. Ni wazi kuwa kura zilizohesabiwa wala kufanyiwa majumuisho kwa taratibu za kisheria. Hivyo dhamira ya kushiriki maridhiano na serikali haramu ni kutaka kuzima jitihada za raia kupinga uchaguzi uliogubikwa na ukiukwaji wa haki, vitisho, matumizi mabaya ya mamlaka ya serikali wakati wa mchakato. Kwa hivyo umesikia hawa wanaeleza hivi, Watanzania wanasema hivi: hapakukuweko na uchaguzi Tanzania. Kwa hivyo hawa ambao wananunuliwa na kukubali kwenda kushiriki maridhiano na serikali haramu ni ishara kwamba wamekwisha kubali kwamba uchaguzi ulitendeka Tanzania. Wanataka kumsafisha Samia aendelee kubaki mamlakani. Lakini Watanzania wanasema kwamba hapakukuwepo na uchaguzi mnamo Oktoba tarehe 29. Kilichotokea ni wizi wa kura. Kwa hivyo wanasema hivi, mtu yeyote asijaribu kuhalalisha serikali ambayo ni haramu. Namba 4, wakasema maridhiano yoyote yanatakiwa kufuata matakwa na madai ya raia ambayo wameshuhudia ndugu, jamaa, marafiki na majirani wakiuliwa kwa risasi na makundi ya wauaji yanayoratibiwa na kusimamiwa na serikali. Maridhiano hayawezi kuongozwa na watu ambao hawafanyi na au wamegoma kutambua kiini cha machafuko yanayoendelea Tanzania na Tanganyika. Wameeleza hivi: hawawezi kamwe wakazungumza au hawawezi wakashiriki kwenye mazungumzo na serikali ambayo imekataa kutambua matakwa na madai ya raia wa Tanzania. Kumbuka kwamba hii serikali imekataa kabisa kukubali matakwa na madai ya raia wa Tanzania. Na ndio maana Watanzania wameamua kwamba tarehe 9 mwezi wa 12 wanaandaa maandamano kuandamana Tanzania. 5, wakasema hivi: tunawaonya watu binafsi, makundi na wengine wanaojitokeza kushiriki katika kiini macho cha maridhiano kujiepusha na mipango ya umwagaji damu zaidi. Ushiriki kwenye maridhiano haramu unaofanyika unaonesha wazi jinsi watu hawa wa binafsi walivyoshirikiana na wanavyoendelea kushirikiana na serikali kupanga mauaji ya kimbari ya raia wa Tanganyika nchini Tanzania. Wamesema hivi:
wale ambao watashiriki kwenye mazungumzo haya wamekubali kuendelea kuwaua Watanganyika. Kwa hivyo raia yeyote mwenye ananitazama ameombwa asishiriki mazungumzo kama anataka Watanganyika waweze kukua kwa mikono salama. Asishiriki mazungumzo na hii serikali batili. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Namba 6, ili kulikuamua taifa kutoka hali ilipo, tunataka kuundwa kwa serikali ya mpito ambayo itafanya kazi ya kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Mchakato wa katiba mpya. Kukamilisha mara moja mchakato wa katiba mpya kupitia tume huru na jumuishi ya katiba kwa kuzingatia kazi iliyofanywa na tume ya Jaji Warioba. Mchakato huu lazima uhakikishe uwepo wa katiba ya Tanganyika kabla ya majadiliano yoyote kuhusu katiba ya muungano, kurejesha haki na utawala wa sheria nchini Tanzania. Namba 1, kitu ambacho unapaswa kujua, wale ambao wameweza kutuma ripoti hii kuelekea kwa serikali ya Tanzania wanataka Tanganyika iweze kutambuliwa kama nchi, iwe na kiongozi wake ambaye ni rais, naibu rais, ama ukipenda msaidizi wa rais na mawaziri wake. Alafu Tanganyika iweze kuundiwa katiba yake. Alafu vile vile katiba ya muungano sasa Tanzania na Zanzibari au Tanganyika na Zanzibari iweze kuunda katiba ambayo itakuwa inaongoza serikali ya muungano. Lakini kwa sasa wanataka serikali ya mpito. Serikali ambayo itashikilia, kumaanisha wanasema kwamba Samia aondoke. Aondoke aende nyumbani, ya resign. Serikali ya mpito iweze kuundwa. Serikali ya mpito ikiundwa iweze kusimamia uundwaji wa katiba mpya Tanzania kwa kuweza kuwashirikisha wananchi. Vile vile hiyo katiba ikishamalizika kuundwa, hii serikali ya mpito vile vile iweze kuunda tume huru ya uchaguzi Tanzania. Kisha waweze kusimamia uchaguzi utakaofanyika Tanzania. Namba 7, wamesema kwamba serikali ya mpito inaelekezwa pia kuunda tume huru ya ukweli, usuluhishaji na upatanishaji yenye watu waadilifu, huru, wasio na maslahi binafsi, ili kuchunguza matukio yote ukiukaji wa katiba, utekaji, upotezaji, mateso na mauaji ya raia wa Tanganyika, Zanzibari na nchi nyingine kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2015. Tume hii iwe na mamlaka kamili ya kufichua ukweli, kubaini wahusika na kupendekeza hatua za kisheria na kiutawala zitakazorejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola. Wanasema kwamba serikali ya mpito ambayo itaundwa Samia akiondoka, wanataka iweze kuunda tume, kamati ya kuchunguza madhira ambayo Watanzania waliweza kufanyiwa kama vile mauaji, utekaji, upotezaji, mateso. Alafu hiyo tume ambayo itaundwa ipewe nguvu ya kuweza kuwataja wale wote ambao walikuwa wanawatesa Watanzania, ambao walikuwa wanawapitishia Watanzania mateso, na ili kuweza kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola Tanzania. Sasa hivi unajua Watanzania hawawezi wakaamini maafisa wa polisi, hawawezi wakaamini vyombo vya dola Tanzania. Kwa hivyo wanataka tume iweze kuundwa ambayo itaundwa na serikali ya mpito ambayo itahakikisha kwamba itarejesha imani ya wananchi wa Tanganyika kwa vyombo vya dola. Mwisho wakaweza kusema kwamba tunasisitiza kusimamisha mara moja michakato haramu ya maridhiano inayoendelea kwa siri. Hatima ya wasaliti wote wanaoshiriki kwenye maridhiano haramu yanayotokana na damu za raia wa Tanganyika waliouliwa kikatili kwa risasi itaamuliwa na umma wa Watanganyika wenyewe. Ni muda utaamua hatima ujangili huu. Imetolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki huru, usawa, uwajibikaji,
ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Unasikia mpenzi mtazamaji, wameweza kuambia wale viongozi pamoja na wale wananchi ambao wameweza kununuliwa kushiriki kwenye mazungumzo haramu ya maridhiano wajiepushe kabisa, wasionekane, kwa sababu wakionekana watakuwa wameweza kusaliti roho za vijana ambao waliweza kuuawa. Mwisho umeweza kusikia wanataka katiba ambayo itaweza kutambua Tanganyika na itambue Zanzibari, kumaanisha Tanganyika inataka kuweza kujiondoa kwenye serikali ya muungano wa Tanzania. Wazo lako ni lipi? Je, wewe unaunga mkono maneno ambayo yameweza kutolewa hapa kwamba serikali ya mpito iweze kuundwa, alafu Samia aweze kuondolewa madarakani, kisha hiyo serikali ya mpito itasimamia uchaguzi, itasimamia kuundwa kwa kamati ambayo itachunguza madhira yote ambayo Watanzania walipitishiwa, itasimamia vile kurejesha imani ya wananchi wa Tanganyika kwa vyombo vya dola? Kama unaunga mkono, ningependa niweze kuona wazo lako. Vile kama unapinga, uko na uhuru wa kupinga. Toa hoja zako za maoni. Vile ninakuomba uweze kusambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Ninaomba tuweze kufika subscribers 200,000 kabla ya mwezi huu au mwezi ujao kuisha. Asante sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwalinda. Asanteni sana.